Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Maureen. If you're new to my channel, welcome. And if you are a returning subscriber, thank you Honeybee for sticking around. Really truly do appreciate you guys watching my videos and showing so much love and support. I've seen all the love on TikTok from all the other platforms that you've reached out to me, so I truly do appreciate it. On today's video, I wanted to share a time when I was actually a stepmother. I know. Time I became a stepmother in my early 20s. It's such a crazy story to think about now because at the time, I thought the world was ending. But now I can laugh about it, and I actually find humor in laughing at my own problems. But I'm going to be telling this story in Swahili, so if you don't understand Swahili, I am so sorry. But that is basically the basis of my story times. I start off in English and I switch over to Swahili. So yeah, if you understand Swahili, keep sticking around and get all the juice. But I want you guys to also learn from me. Don't take this as just for, kicks and giggles, because I do want to make you guys laugh, but I also want you guys to learn from from my mistakes. And although I'm not ashamed to share these story times with you guys, I just don't want them to be just, kicks and giggles. I want people who are younger than me to learn from me, and even the ones that are older than me to also learn from my mistakes, because I don't believe anyone is perfect, but it only takes courageous people to share their stories so others can learn from them. So, yeah, hii story ina take time. Wakati nilivyokuwa university, nilikuwa naenda shule masaa mawili, mji ambao tofauti na hapa napoishi sasa hivi. Hapa napoishi sasa hivi ndo anapoishi babangu pia. Kwa hiyo nilienda shule mji mwingine masaa mawili tofauti na napoishi sasa hivi. Na wakati ule nilikuwa early 20s, nikimaanisha kwamba miaka ya 20, 21, 22, 23. Yaani miaka hiyo ndo nilikuwa shuleni, nilikuwa naenda uni. Na napenda kucheka, maanake nikifikiria sasa hivi naweza kucheka, lakini wakati ule nilizania kwamba dunia inaenda kuisha. Dunia haijaisha, dunia imeendelea na maisha yameendelea. Kwa hiyo nilipoenda shule, ni rafiki yangu wakati huo alikuwa ana marafiki zake wengine, akawa anaongea na kijana fulani ambaye huyo kijana alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa ananitaka. Na alikuwa akinitaka kwa muda mrefu. Kwa hiyo nikaamua tu niongee naye, nijuane naye, tujuane, nijue kijana yukoje, ujue kama mnaelewa wasichana wenzangu. Kwa hiyo nikampa chance. Akanitoa auti, maongezi yalikuwa mazuri, nikapendezwa naye kiufupi. Kwa hiyo nikaanza kutoka naye, nikaanza kudate. Tumedate miezi miwili. Akasema anataka kuja kununulia chakula. Kama umewahi kusoma Mbali na Nyumbani, unaelewa saa zingine unaweza kwenda kulala bila kula. Maisha yanakuwa magumu uni, yanakuwa magumu kiasi kwamba unaenda kulala bila kula. Kwa hiyo akasema atakuja mjini. Kwa hiyo yeye alikuwa anaishi mbali pia, alikuwa anaishi mji huu ambao naishi sasa hivi, lakini mimi nilikuwa naishi masaa mawili, far from him, kiufupi, mbali na yeye. Kwa hiyo akasema atakuja mjini napoishi kule university, anunulie chakula, alafu spend time na mimi weekend hiyo. Nikasema sawa. Akaja, akanunulia chakula, tukatoka mimi na marafiki zangu wote. Nikapendezwa naye kiufupi. Kijana alikuwa mtanashati. Ogopa watanashati. Alivyonitoa auti, kanunulia chakula, kanijaza kiakili. Nikaona hapa ndo kweli nimepatikana. Huyu ndo kijana mwenyewe. Kumbe sijui huko mbeleni itatokea nini. Tukawa tunaongea, saa zingine anakuja anakaa wiki. Maanake alikuwa na rafiki yake ana nyumba yake mwenyewe.
Lakini pia saa zingine anaweza kaja akakaa kwangu kwa muda mrefu pia. Lakini saa zingine anaenda anakaa kwa rafiki yake. Hivyo. Akaeni anakuja sana mjini kwetu pale shuleni, anakaa muda mrefu. Saa zingine hata sijui anaishi wapi, kwao kukoje. Sijui chochote kuhusiana na huyu kijana. Hilo ni kosa ambalo nilifanya mwenyewe. Sikumuuliza maswali mengi. Sasa unajua ukishapenda akili na yenyewe inagoma kufanya kazi. Dogo nilipenda kusema kweli. Na nilichompendea sasa hivi ukiniuliza siwezi kujibu. Sijui hata nilichompendea, lakini ndio nilikuwa nimeshapenda. Haya. Sasa kwenye kupenda hivyo, na yeye kukaa na mimi siku zingine, saa zingine anakaa kwa rafiki yake, anakuja ananitoa, ananinunulia vitu, mapenzi moto moto bam bam. Mtoto anachanganyikiwa akili. Sasa kuna siku nikamwambia mimi nimefiwa na nani? Babu yangu mzaa baba. Natakiwa nirudi nyumbani. Na hapa sina gari, unaweza kuja kunichukua ukanipeleka nyumbani? Akasema ndio. Na wakati huo nadhani pia kabla sijarudi huko nyumbani kuja kwenye msiba wa babu yangu, nilikuwa natafuta kazi ili nikirudi tu kwa baba nianze kufanya kazi. Nikarudi kwa baba, nikaanza kufanya kazi. Nikaondoka mpaka shule, nikapaki mabegi yangu kila kitu, akanisaidia huyo mpaka kwa baba yangu, akanirudisha. Nikamshukuru sana. Akaja mpaka kwenye msiba babu yangu. Baba yangu alipomwona akasema yule kijana gani? Kaangalia tu kaona yani vijana ambao hawaeleweki, lakini mimi ndo nishapenda kwa kweli. Nilikuwa nimependa kiufupi. Sasa kuna siku natoka kazini, nilikuwa nafanya kazi shift fulani hivi, unaingia jioni unatoka usiku saa 4. Naingia saa 10 jioni natoka saa 4. Nilikuwa nafanya kazi ya benki, ilikuwa fraud hivi, na yoyote anaelewa. Ni customer service. Natoka kazini, rafiki yangu akanipigia simu. Rafiki yangu alikuwa na ndugu yake ambaye huyo ndugu yake pia ni rafiki yetu. Kwa hiyo tulikuwa watatu marafiki. Wakanipigia simu wakaniambia Maureen, usije ukaangalia hiyo picha tulokutumia. Picha gani? Najiuliza kunaendesha gari. Wakatuma kwenye group chat. Nikasema picha tena? Picha ipi? Nikafungua hiyo message. Nikakutana na picha ya mtoto. Mtoto anafanana kama baba yake copyright. Nikasema mbona mtoto anafanana na bwana wangu? Ananiambia haya, subiri tukutumie ingine. Wakanitumia picha ingine. Hiyo picha ingine ya msichana wake. Huyo msichana ndo mama mtoto. Nikaanza kufanya isabati kichwani. Huyu mtoto anafanana pua, nywele, kila kitu na baba mtu. Huyu ndo mama mtu. Mama mtu kaposti Instagram dakika hii na hii. Haya. Nikasema subiri niende kwa kijana nikamuone. Hapo nilishasahau kuambia kwamba nilivyorudi huku nyumbani kwa baba yangu ambapo yeye na yule kijana anaishi mji huo. Alinipaga funguo za nyumbani kwake. Na alinipelekaga kwake, akanionyesha kwake, akanipa mpaka funguo za nyumbani kwake. Kwa hiyo nikawa na funguo za nyumbani kwake. Kwa hiyo nikasema nikamuone ili anaelezee kwa ajili gani hii picha inafanana na yeye. Hapo moyo unanidunda ngundu. Nashindwa hata kupumua huku naendesha. Naona kama vile naenda kufa. Naendesha haraka. Mtoto nimechanganyikiwa akili. Nasema yaani miezi yote hii, miezi 9 ambayo tumejuana, ni kwamba huyu kijana alikuwa na mwanamke ambaye mwenye mimba amezaa. Najiuliza maswali mengi kichwani ninayo lakini sipati jibu. Nikaendesha mpaka kwake. Nafika kwake, nafungua mlango, nakuta kaeka mshumaa chini ya carpet.
mshumaa umewashwa chini ya carpet kweli. Wewe kijana hujawahi kuwasha mshumaa kwenye carpet. Ni kwamba yani unataka hii nyumba inukie vizuri mwanao akifika. Hello. Kwa hiyo nikauzima ule mshumaa, naanza kuangalia ndani kwake, sioni mtu ndani. Naenda chumbani kwake, naona chumbani kwake kanunua mashuka mapya. Wewe kijana hujawahi kununua mashuka mapya maishani mwako? Okay, I'm exaggerating. So maishani mwake, lakini hajawahi kununua mashuka mapya kiasi kile. Afya yale mashuka alikuwa Uggs. Kwa hiyo yote anajua mashuka ya Uggs ni ya bei ghali. Kwa hiyo kanunua mashuka mapya, mablanketi mapya. Nikasema huyu kijana ana lake. Na leo nitapata majibu yote. Nikamsubiria. Nikampigia simu akupokea. Kwa hiyo nikakaa pale kwenye kochi nikamsubiria. Nimekaa nasubiria. Boom, anaingia. Alivoniona, alikodoa mimacho hiyo kama vile kamuona mzimu. Yuko akafunga mlango haraka. Na kwake ni mlango huu mmoja kuingilia na kutokea ndo huo. Kwa hiyo akafunga ule mlango haraka. Mimi mwenyewe nikashtuka, nikasema kwa nini amefanya vile? Nikapuuzia, nikamuuliza, hii picha inaonekana ni mtoto ambaye anafanana na wewe. Huyu mtoto wa nani? Ujue nilikuwa nataka nikwambie kigumizi. Kaka anashindwa kuongea. Ambie, huyu ni mtoto wa nani? Jibu swali. Kigumizi cha nini? Wakati yani unafanya utanashati wako wote unajua kuongea. Leo umeshindwa kuongea. Haya. Anashindwa kunijibu kigumizi gaga karudi kwa mchanga, anashindwa hata kuongea. Nikasema sawa. Mimi sibi niondoke. Nikachukua kibegi changu, huyo anataka kutoka, ananivuta ndani ili nisitoke nje. Nje kuna nini? Kuna mwanamke amesimama pale na mwanae. Ndio maana hataki nitoke nje. Kwa hiyo ananivutia ndani. Naambia sasa wewe, mlango mmoja, unataka niende wapi? Ananivuta ndani. Navuta kwenda nje. Naambia niache. Kwa hiyo yani ananipelekesha hivi. Ananitupia huku ili nisitoke nje. Sijui hata plani yake ilikuwaje. Sijui ndo alitaka yani ampigie ndugu yake ambaye na yeye alikuwa huko nje amemsaidia. Labda ampeleke msichana wake sehemu nyingine. Sijui hata plani yake ilikuwaje, lakini nilikuwa yani napelekeshwa huko ndani. Napelekeshwa nashindwa kutoka nje. Nasema Yesu wangu, kijana anataka kuniua huko ndani. Mlango mmoja, hataki nitoke kwenye ule mlango. Kuna nini huko nje? Nikalia, afu nikapata nguvu sio za dunia hii. Nilimpush, nikakimbia nje. Nakimbia nje, ananikimbiza nje. Nilipotoka tu hivi kwenye mlango, nikamwona yule msichana amesimama hivi na mtoto wake hivi kwenye kiti cha gari, car seat. Amemshikilia hivi mwanae. Tumbo lilinidondokea kwenye yani niliona kama vile tumbo langu alipo duniani, kichwa kiliniuma. Niligeuka, nikamlapua kibao kimoja. Hajawahi kulapuliwa kibao kama kile duniani. Hata na mzazi wake. Nilikamlapua kibao kimoja. Akatungua mimacho. Kwa hiyo umenilapua? Nikasema na una bahati nimekulapua tu kibao. Una bahati nimekulapua tu kibao. Kwa hiyo akapata hasira. Akaanza kunivuta. Ananivuta. Maana kwake kulikuwa kuna nini? Kuna ngazi. Kwa hiyo ananivuta kwenye ngazi, ananishusha kwenye ngazi. Naambia niache. Anaendelea kunivuta kwenye ngazi. Kwa hiyo majirani wakaona, wakaita polisi. Kweli michizi la machizi. Haya mambo yananitokeaga tu mimi. Sijui kwa ajili gani. Sijui nimemkosea nini mimi Mungu. Navutwa chini ya ngazi na majirani wanaita polisi. Kwa ajili wanaona kile kinachotokea. Ananiambia Mulini, nenda ondoka.
Anambia sasa unavonivuta hivi unaniburuza kwenye chini ya ngazi. Naondokaje? Naomba uniachie jamani, huyu kijana ananivuta kama vile mimi takataka. Nikasema Yesu wangu, leo naenda kufa. Alivyosikia mapolisi wanakuja, mimi nikainuka, nikaanza kutembea. Nikatembea mpaka kwenye gari. Akanifuata kwenye gari. Nikasema huyu jinamizi anataka kuniua leo. Unataka kuniua mimi kwa ajili umezana na mwanamke mwingine? Yesu wangu, anataka kuniua wiki jana. Akaingia kwenye gari na mimi. Alipoingia kwenye gari na mimi akaniambia zima gari kama jambazi. Anambia nakusikiliza wewe kama nani? Akasema zima gari. Nikazima gari. Mapolisi wakaja, wakachunguza maandhili ya kila kitu, wakaona hamna chochote kinachoendelea. Kwa hiyo wakaondoka zao. Kwa hiyo ika make sense kwa jigana aliniambia nizime gari. Basi mapolisi walivyoondoka tukamwambia toka kwenye gari langu, toka kwenye gari langu. Akatoka kwenye gari langu. Alipotoka kwenye gari langu akaniambia naomba nijieleze. Nitaka nikwambie lakini nilikuwa nashindwa kukwambia. Akamwambia sikiliza, naomba unyamaze kimya. Na mimi nikatoka kwenye gari. Nikaenda kumfuata yule msichana. Nikaanza kumhoji yule msichana. Nikamuuliza, sister, vipi ilikuwaje? Mbona umeshika mimba? Akaanza kunielezea. Akaanza kunipa timeline ya muda alikuwa anatembea na yule kijana na muda nilikuwa natembea na mimi na yule kijana. Ni muda huo. Nikasema huyu kweli wewe jinamizi. Amewezaje kuishi maisha mawili? Double life. Nachoka mimi akili. Alivyonielezea akasema naomba simu yako, naomba namba yako, tuendelee kuongea na maswali mengi nataka nijue, lakini sasa hivi na maumivu mengi ndio nimetoka C-section. Nikasema pole dada, pole sana. Kwa hiyo nikachukua namba yake, akanipigia simu, akaongea na mimi, tukafanya hisabati yetu. Wakati huu alikuwa anatembea na mimi. Muda huu alikuja akaenda kwa msichana. Muda huu wakati ananiambia kwamba hawezi kuongea kwenye simu, alikuwa na msichana huyu. Tukasema tumepigwa wote tukio. Kijana katupiga wote tukio tumepigwa wote wawili. Kwa hiyo msichana ana maumivu, yani hapo ana maumivu kwanza ya kuzaa na maumivu ya kupigwa tukio. Namuonea huruma ndugu yangu. Afadhali mie nimpigwa tukio tu la kuburuzwa chini ya ngazi. Ndugu yangu kazaa na pia tukio kapigwa. Kwa hiyo nikamwambia pole sana. Yani nikampa moyo wakati mwenyewe naumia kwa kweli. Sasa tunapeana wote moyo. Hajapita muda mrefu. Sijui yule msichana akaenda kapiga simu kwa baba yake yule kijana, akamweleza kila kitu. Ndio yule baba yake akapiga simu kwangu akasema naomba kama unajua chochote, yani if you know what's good for you, stay away from my son. Nikasema mpaka baba mtu anasema hivi kweli? Kijana ni jambazi. Kashindikana. Kijana kashindikana. Mpaka baba mtu anasema hivi ni kwamba kijana kashindikana. Kama baba mtu amesema niachane naye, sawa, nitaachana naye. Nikaachana naye, ikaenda miaka miwili sijaongea naye kijana. Nikaja kukutana naye tena miaka miwili mingine. Akanitia maneno, ujue yeye alitokea hivi na hivi, naomba unisamee, maneno mengi. Vijana wa mjini wana maneno mengi, wasichana wenzangu. Hilo mjue. Wana maneno mengi ya kukujaza na ya kudanganya. Kwa hiyo muwe makini sana. Nikajazwa tena bibie maneno. Tumeachana, ana bwana wake na mimi sasa hivi na nini. Nikamwambia kwa nataka niwe kama nani? Niwe mama Kambo. Unataka niwe mama wa Kambo kwa mwanao? Mimi na moyo mzuri sana. Nikamsamehe kijana watu.
nadhani hata nilimpaga zawadi mwanae kwenye birthday yake. Yaani nikamwonea tu huruma, maana yake alikuwa, wote tulikuwa wadogo kiufupi. Wote tuko kwenye miaka 20, 21, 22. Kwa wote ni wadogo, afu ya mwenzetu ana mtoto. Kwa hiyo nikamwonea tu huruma, nikamsamehe. Na hiyo ndo hadithi ya mimi kuwa mama wa kambo, ndugu zangu. Nilipewa title ya mama wa kambo bado mdogo. Lakini nyie kama mjawahi kupitia, sio lazima kupitia, jifunzeni tu kutoka kwangu. Na pia kingine nataka niseme ni kwamba kama una mtoto, sio lazima kuwa na mtu mwenye mtoto. Unaweza kutafuta mtu wako, ukaanza kuzaa upya na mtu wako. Lakini kama una mtoto, hiyo inaeleweka kuwa na mtu ambaye na yeye mwenye mtoto. Sio lazima ujipake, yani ujibebeshe title ya mama wa kambo, baba wa kambo. It's not your fate. Don't carry the burden. It's not your portion. It can never be your portion. I pray that it will never be your portion in this life. It cannot be your portion. Lakini kikubwa ambacho nataka kujifunza kwangu ni kwamba walk away. Kama kitu akikusaidii, yani akikupelekea sehemu nzuri, ondoka. Sio lazima kupigana. Sio lazima yani kufanya chochote. Ni uondoke tu kwa moyo msafi. Na hiyo ndo story yangu. Kwa yote mlopenda hii story na mnataka nione stories zingine, endeleeni kusubscribe. Subscribe kwa channel yangu. Nitatoa stories zingine, natoaga vlogs pia. Kwa hiyo nitajitahidi kutoa vlogs Jumamosi na Jumatano. Nitafanya videos za kukaa chini kama hivi na waelezea maisha yangu, na wapa tips na tricks na kila kitu mnachotakiwa kujua. Na kwa wale ambao hamjui, mimi ni Mtanzania ambaye nimekulia Marekani. Nimekulia Marekani miaka 17 na mimi bado ni Mtanzania. Kwa hiyo naelewa Kiswahili, naongea Kiswahili na ninaongea Kiingereza. Kwa hiyo nitakuwa natoa video ambazo zinaelezea vitu vingine ambazo mnaweza kujifunza, na vingine ambazo ni story time kama hizi, nakaa chini na hadithi ya maisha yangu ili mjifunze kutoka kwangu. Lakini pia msisahau kusubscribe ili mpate notification niki-upload kwenye YouTube, na mnifollow kwenye Instagram na TikTok. Till next time, bye honeybees.